wa Tanzania. Jana amefanya mazungumzo na kaimu balozi wa Marekani nchini Tanzania, Andrew Rentes, katika ikulu ya Chamwino kujadili maeneo muhimu ya ushirikiano na kuimarisha dhamira ya pamoja ya kujenga ushirikiano wa kisasa na wenye manufaa kwa pande zote mbili. Balozi Rentes, aliyefuatana na mshauri wa masuala ya kisiasa na uchumi, amesisitiza dhamira ya Washington kuisha mahusiano na kuongeza kina la ushirikiano wa kiuchumi, kisiasa na kiusalama kati ya mataifa haya mawili. Marekani imejitolea kujenga ushirikiano usiotegemea misaada, bali unaojengwa juu ya ustawi wa pamoja, alisema Balozi Rentes. Mazungumzo yamejikita katika hatua za majadiliano ya miradi mikubwa inayoongozwa na kampuni ya Marekani. Pande zote mbili zimekubaliana kuwa majadiliano ya miradi miwili ya kimkakati, mradi wa LNG na mradi wa Tembo Nickel, yamefikia hatua za mwisho kabla ya kutiwa saini rasmi. Uwekezaji wa tatu, mradi wa Mahenge Graphite, unaendelea kufanyiwa uchambuzi wa kiufundi. Rais Samia ameukaribisha upya msimamo wa Marekani na kuhakikishia ujumbe huo kuwa Tanzania itaendelea kusimamia hatua zote zilizobaki ili kukamilisha taratibu na kufungua njia ya utekelezaji wa miradi hiyo. Kama taifa lisilofungamana na upande wowote, Tanzania iko wazi, tayari na imejitoa kufanya kazi na washirika wote wanaoheshimu uhuru wetu na kushiriki katika dira yetu ya maendeleo, alisema Rais Samia. Aliongeza kwa kusema kwamba miradi hii ni ya umuhimu mkubwa kwa taifa na tumejidhatiti kuikamilisha ili iweze kufungua ajira, uwekezaji na ustawi endelevu kwa wananchi wetu. Rais pia alibainisha kuwa zaidi ya kampuni 400 za Marekani kwa sasa zinafanya shughuli zao nchini Tanzania, kiashiria cha uthabiti wa nchi, mazingira mazuri ya uwekezaji na historia ya muda mrefu ya ushirikiano wa kiuchumi kati ya mataifa haya mawili. Mbali na uwekezaji, mazungumzo yamegusa maeneo mapana ya ushirikiano, ikiwemo utulivu wa kisiasa, usalama wa kikanda, mageuzi ya kiuchumi, ukuaji wa sekta binafsi, ushirikiano katika afya na programu za kubadilishana uzoefu kati ya wananchi wa nchi hizi mbili. Balozi Rentes amempongeza Rais Samia kwa maono na mipango madhubuti ya muda mrefu kupitia Vision 2050 na kusisitiza kuwa serikali ya Marekani iko tayari kuunga mkono utekelezaji wake pamoja na kuimarisha falsafa ya 4R ya Rais: maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na kujenga upya imani katika utawala. Pande zote zimekubaliana kuwa mawasiliano ya karibu, ushirikiano wa mara kwa mara na hatua za haraka katika kukamilisha makubaliano yaliyosalia ni muhimu katika kufungua uwezo kamili wa uhusiano kati ya Tanzania na Marekani. Kikao hiki kinawakilisha hatua muhimu katika kufafanua upya na kuhuisha mahusiano kati ya Tanzania na Marekani. Dhamira ya pamoja iliyothibitishwa na serikali zote mbili inaashiria mwanzo wa ushirikiano wa kisasa, wazi, unaoongozwa na sekta binafsi, ukijengwa juu ya ustawi wa pamoja, kuheshimiana na ushirikiano wa muda mrefu wa kimkakati. Miradi mikuu ya kimkakati: 1. Mradi wa LNG, thamani inayokadiriwa dola bilioni 42. Mradi mkubwa wa kugundua na kuchakata gesi asilia unaohusisha kampuni kubwa za kimataifa za nishati. Mradi huu unalenga kufungua hazina kubwa ya gesi iliyopo baharini, kuongeza mapato ya taifa, kuunda maelfu ya ajira na kuiweka Tanzania katika ramani
ya dunia kama mchezaji muhimu wa LNG. Mradi wa pili, mradi wa Tembo Nickel, thamani ni dola milioni 942. Uwekezaji mkubwa wa madini muhimu eneo la Ngara unaolenga nikeli, kiungo muhimu katika utengenezaji wa betri za magari yanayotumia umeme. Mradi huu utaimarisha minyororo ya kimataifa ya nishati safi, kuchochea viwanda na kuongeza pato la mauzo ya nje. Mradi wa tatu ni mradi wa Mahenge Graphite, thamani yake ni dola milioni 300. Chanzo kikubwa duniani cha madini ya graphite yenye ubora wa juu, yenye umuhimu katika uzalishaji wa betri na teknolojia za nishati jadidifu. Mradi huu utaimarisha nafasi ya Tanzania kama mtoa huduma mkuu wa malighafi muhimu za viwanda vya kisasa vya betri